Mambo vipi wewe mwanafamilia yetu wa nguvu wa Blue House Dax Media. Karibu tena mahali ambapo huwa tunachambua zaidi kuhusiana na trending ambazo zimeweza kuteka headlines mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii. Sasa leo tuko na hii hapa trending kuhusiana na Kigogo pamoja na Mange Kimambi. Kumbuka hawa ni watu ambao mara nyingi wamekuwa kama vile wakifanya kazi moja lakini katika nyanja tofauti tofauti. Kazi ya Kigogo ya mara nyingi amekuwa akifuatilia zaidi kuhusiana na mambo ya siasa, lakini kwa upande wa Mange Kimambi anafanya vyote. Yaani anafuatilia kwa karibu kuhusiana na mambo ya siasa, lakini pia amekuwa akiwafetua hadi wasanii kama akizingua pale ambapo panahitajika kuwakosoa. Basi mara nyingi amekuwa akiwakosoa mwanadada huyu Mange Kimambi. Sasa mapema majira ya jana kuna kitu ambacho aliweza kukiposti, hicho kitu kikapelekea mpaka baadaye wakaanza kujibizana yeye na Kigogo. Kumbuka kwamba Mange Kimambi ni mwanadada ambaye yeye huwa ana react kuhusiana na wasanii, lakini pia ana react kuhusiana na watu maarufu, sio wanasiasa tu. Sasa baada ya kuposti kitu jana Kigogo akaenda ni kama vile anamcheka kwa kile ambacho ameweza kukianika na kumwambia kwamba aache kitu fulani hivi ambacho sio kizuri pengine. Sasa mimi sitaki kula muda wako wala sitaki kulia time yako. Kitu ambacho aliweza kupost mwana dada Mange Kimambi, aliweza kupost picha Aziz Ki, lakini picha hiyo akaipa title kwamba Aziz Ki afanya jambo la ajabu. Katika upande wa comment section akaja akaandika kwamba toka nizaliwe sijai kuona kitu kama hiki. Afu katika upande wa caption akaandika kwamba jinsi ya kufanya malipo ya kujiunga na app yetu tafadhali, akaelezea pale namna kujiunga na app yake ya Mange Kimambi. Sasa baada ya kuandika hivyo kumpost Aziz Ki katika upande wa comment section, sasa ngoja nikuone, utaona hapa Kigogo amekuja akaandika kwamba acha usanii, alafu akafresh na emoji za kucheka. Nimeona watu wamekuja wamereply hii comment ya Kigogo, wakaandika kwamba hadi Kigogo leo kafuata umbea du, alafu Kigogo akafresh akatuma emoji nyingi za kucheka. Umeona? Kwa hiyo ni kama vile pamechangamka. Sasa Mange Kimambi baada ya kuposti hii habari ya Aziz Ki ameweza kusema kwamba Aziz Ki amefanya jambo ambalo sio zuri, na hii ni baada ya mechi ya jana Aziz Ki ambayo iliweza kupigwa huko mkoani Tanga, ambapo walikutana na timu huko Tanga, lakini pia Aziz Ki ameweza kuonesha ushujaa katika mechi ile. Lakini baada ya hapo muda mfupi tu ndo mwanadada Mange Kimambi akaweza kutoa taarifa kwamba Aziz Ki amechafua hali ya hewa, huku Kigogo akimwambia acha usanii. Ikumbuka kama Kigogo ni shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba, na hilo aliweza kuleka wazi hapo jana. Akisema mimi ni shabiki wa Simba hata kama iweje, lakini jana ameanza kucomment kama anamwambia Mange Kimambi acha usanii, alafu akatuma na emoji nyingi za kucheka. Limeweza kuzua sana sitofahamu kupitia kwa watu lakini hata ukiangalia comment yake imeweza kupata likes nyingi, maana yeye ndo mara ya kwanza comment katika page ya Mange Kimambi. Kwa swala limekuwa kubwa kweli kweli. Nimtazama hizi hapa video za mwanadada Mange Kimambi akiongelea kuhusu swala fulani, alafu baada hapo utaweza kushusha comment yako. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi ni Dax_Drizzy. Nimeona watu wanalialia sana kwenye comments ya post ya Wema, wanalialia Wema ana miaka 34, haiwezekani, mimi nilikuwa darasa la 7 namjua Wema, mimi yuko sisi ngapi namjua Wema, anashiriki, hawezi kuwa na miaka 34. Sasa ni hivi, hii ndio mara ya mwisho naongelea issue ya umri wa Wema, kwa sababu nishaongelea before, siongelei tena. Hii ndio mara ya mwisho. Atakayeamini amini, kama hutaki kuamini kunya, utajijua mwenyewe. Ni hivi, siongelei tena. Ni hivi, nimekutana na Wema 2006. Nimekutana na Wema Slipway 2006. Nimekutana naye yuko form form 4, ndo anamaliza form 4, ndo anaandika mitihani yake ya form 4. Okay? Alikuwa anasoma some international school Mikocheni, sijui academics, sijui academia, sijui nini Mikocheni huko. Anamaliza, ndo amemaliza mitihani au ndo anaandika ile mitihani. Msana naye Jumapili Slipway. Watoto wa Kishua wote, kipindi hiko watoto wa Kishua wote wako Slipway. Ndio nilienda pale kwenda kuwawinda watoto wa Kishua ili washiriki kwenye show yangu ya Mr. Indian Ocean, right? Wema nimekutana naye ana miaka 15. Right? Ndio mwaka ambao anaingiza miaka 16, lakini kwa sababu nilikutana naye around I think June hivi, July, she was still 15 na miaka 15. Okay? Tumempenda mtoto, nimempenda, nimechanganyikiwa. Naomba ushiriki umisi, nimehangaika kwao sana. Mamake
hakuna kitu mama yake alikuwa hataki kama Wema kuingia kwenye maisha ya ustaa. Mama yake alikuwa ananiambia sitaki mtoto wangu awe kwenye midomo ya watu. Sitaki mambo ya mamisi, mtoto ni mdogo. Kwa nini mnadhani nilihangaika sana Wema kushiriki umisi? Nilihangaika sana kwa sababu alikuwa under age. Mama yake ndo achukua, yani ananiambia mtoto is under age. Siwezi kumwachia aende kwenye macho ya watu. Nilikuwa nashinda kwa kuna Wema pale Kijitonyama. Nilikuwa nashinda pale. Yani nikitoka kwa kuna Wema, yani ni kwamba nakimbia chuo kwenye kipindi. Nikitoka kipindi nipo kwa kina Wema ili mamake anizoee, anitrust. Yani nilikuwa nakaa pale, naweza kaa pale breakfast, lunch, dinner nakula kwa kina Wema. Yani nakimbia chuo narudi, nashinda pale. Ili kwao wanizoee, wanitrust. Maana kwao kwanza wako hawana dhiki. Yani baba yake yuko vizuri, kwa hiyo hawana dhiki ya umisi. Yani hata nikiwaambia atashinda gari, wananiambia gari, no, she'll be fine. Atapata hiyo gari hapa nyumbani. Kwa hiyo yani, lakini Wema mwenyewe she wanted to do it. Yani alikuwa ana ile anataka kufanya. It took a lot kwa mama yake yani. Ile. Yani paka nikampromise mama yake, mimi nitamtekea huyo mtoto. Nipe huyo mtoto, nitamtekea, hatoingia kwenye maskendo, hatakuwa kwenye midomo ya watu, atashiriki tu umisi. Yani mtoto wako ni Miss Tanzania hivyo yani. Unaona? Kwa it took muda mrefu mpaka mamake akanitrust, akaniambia okay Mange, nakupa mtoto wangu, kamwangalie. Yani sitaki awe kwenye midomo ya watu, sitaki awe kwenye maskendo, sitaki. Yani mamake mkali kishenzi. Okay? Mind you, nikiwaambia huyu mtoto alikuwa kwao ni, yani she was under age, naomba yani mnielewe. Mnavomuona Wema anaongea hivyo kid baby, Wema ndio maisha yaliyokulia kwao. Mimi huyu mtoto nilipokuwa nashinda kwao, huyu mtoto anaongea kama mtoto. She's 15. Mimi mwenyewe naogopa. Nasema hivi ataweza kwenda kusimama pale juu akaongea. Anaongea hivyo kwao. Mama. Kwao anaitwa kimami. Hivyo mnamuona anaita watu sijui chimama, sijui chinini. Ndio kwao alikuwa anaitwa huyo chimama. Sio yani Wema ananyweshwa dawa na mamake. She's 15. Anaumwa, ananyweshwa dawa hivi. Analishwa na mamake. Yani alikuwa kitinda mimba wa hivyo. Yani msimuone hivyo anavodekeza watoto. Sijui chimami, sijui chimama, sijui chinini. Ndio kwao alivolelewa hivyo. Okay? So mimi mwenyewe nilikuwa naogopa, huyu mtoto ataweza mambo ya umisi huyu? Kwao ndo hivi. Baada ya mamake sasa kukubali Wema ashiriki, tukaja kwenye challenge ya pili sasa. Challenge ya pili, mtoto yuko under age. She's 15. Haruhusiwi kushiriki umisi. Ikabidi sasa tuanze kupiga akili. Mimi na mwandaji wa Miss Kinondoni, yule anaitwa Yusuf Boy George. Akwaga ndo mwandaji wa Miss Kinondoni yule, ambaye sasa ndio bosi wangu sasa mimi. Sababu mimi